Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kuwa takribani watu 56 wamehukumiwa na kunyongwa nchini Iran kwa makosa yanayohusiana na usalama wa taifa tangu mwezi Machi mwaka huu, akieleza kuwa hali hiyo inaonyesha ongezeko la matumizi ya adhabu ya kifo katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa yake, takwimu hizo zinatokana na taarifa rasmi zilizotolewa na mamlaka za Iran, ambapo watu 27 kati ya 56 waliotekelezewa hukumu ya kifo walikuwa wamefunguliwa mashtaka yanayohusishwa na maandamano yaliyotokea mwezi Januari. Turk amesema kuwa jambo hilo linazua wasiwasi mkubwa kuhusu namna mfumo wa haki unavyoshughulikia kesi zinazohusiana na maandamano na masuala ya kisiasa. Amesema kuwa tangu kuanza kwa vita vilivyoikumba Iran katika miezi ya hivi karibuni, kumeshuhudiwa ongezeko la utoaji na utekelezaji wa hukumu za kifo. Kwa mujibu wa Turk, hali hii imeibua hofu kuwa adhabu ya kifo inazidi kutumiwa katika mazingira yenye mvutano mkubwa wa kisiasa na kiusalama, jambo ambalo linaweza kuathiri haki za msingi za watuhumiwa. Mkuu huyo wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa serikali ya Iran kusitisha mara moja utekelezaji wa hukumu zote za kifo na kuchukua hatua za kuifuta kabisa adhabu hiyo katika mfumo wake wa sheria. Ameongeza kuwa haki ya kuishi ni miongoni mwa haki za msingi za binadamu zinazopaswa kulindwa bila kujali aina ya makosa yanayodaiwa kufanywa. Turk pia ameitaka Iran kuhakikisha watuhumiwa wote wanapatiwa haki ya kusikilizwa mbele ya mahakama huru na yenye kuzingatia viwango vya kimataifa vya haki, ikiwa ni pamoja na kupata uwakilishi wa kisheria na nafasi ya kukata rufaa kabla ya hukumu yoyote kutekelezwa. Wakati wa taarifa mbalimbali zinaeleza kwa mkuu wa mahakama ya Iran ameripotiwa mara kadhaa kutoa maelekezo kwa waendesha mashtaka nchini humo kuhakikisha kesi zinazowahusu watu waliokamatwa wakati wa maandamano ya Januari pamoja na wale waliotiwa nguvuni baada ya vita vya siku 40 zinashughulikiwa kwa haraka. Aidha, ameripotiwa kusisitiza kuwa hukumu zinazotolewa dhidi ya watuhumiwa hao zitekelezwe bila kucheleweshwa. Kauli hizo zimeendelea kuzua mjadala mpana katika jumuiya ya kimataifa, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakieleza wasiwasi kuhusu kasi ya utoaji wa hukumu za kifo na athari zake kwa haki za watuhumiwa. Mashirika hayo yamekuwa yakitaka uchunguzi wa kina kuhusu mwenendo wa kesi zinazohusisha usalama wa taifa na kuhakikisha kuwa taratibu zote za kimahakama zinazingatia misingi ya haki na uwazi. Upande wake, Iran imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa hatua zake za kisheria zinalenga kulinda usalama wa taifa, kudhibiti vitendo vinavyotishia utulivu wa nchi na kuhakikisha sheria zinafuatwa. Hata hivyo, kauli za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuendelea kuwepo kwa tofauti kubwa kati ya Tehran na jumuiya ya kimataifa kuhusu matumizi ya adhabu ya kifo na namna kesi za usalama wa taifa zinavyoendeshwa nchini humo. Swala hilo linaendelea kufuatiliwa kwa karibu na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu pamoja na Umoja wa Mataifa, huku wito ukiongezeka kwa Iran kufanya marekebisho katika mfumo wake wa haki jinai, kupunguza matumizi ya adhabu ya kifo na kuhakikisha haki za watuhumiwa zinalindwa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.